Ndugu zangu katika imani, awali ya yote ninakuhusieni kadhalika ninaihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah subhanahu wa taala kwa kutenda yalo mema na kujiweka mbali na yote yaliyo mabaya, kwani kwa hakika kwake yeye Allah tabaraka wa taala wamefuzu wacha Mungu. Allah mtukufu anatuambia, inna lilmuttaqina mafaza, kwa hakika wacha Mungu wamefuzu. Fazu fi dunya wal akhirah, wacha Mungu wamefuzu katika maisha ya dunia kadhalika maisha ya kesho yaumul qiyama. Ayuha alahibba, alaykum bittaqwa. Ndugu zangu, juu yenu kuzilazimisha nafsi zenu kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, ama hakika hutuba yetu katika siku ya leo itakuwa ikikumbusha alibadatu wa atharuha fi hayati almuslimi, ibada mbalimbali ambazo Allah tabaraka wa taala amezifaradhisha kwa waja wake na athari ya ibada hizo katika maisha ya Muislamu. Allah subhanahu wa taala ametufaradhishia ibada mbalimbali sisi tumwabudie yeye, lakini athari ya ibada hizi inarudi kwa nani? Inaenda kwa nani? Ayuha almu'minun, enyi ndugu zangu waumini, inna lilibadati fi hayati almuslim atharan adhima, kwa hakika ibada anazozifanya mwanadamu aliyemwamini Allah tabaraka wa taala, ibada hizi katika uhai maisha ya Muislamu zina athari iliyo kubwa tena zilizo nzuri kwa huyu Muislamu. Taamalu ma'ya, zingatieni pamoja nami katika hutuba yangu hii. Mathalan as-salatu, mfano sala ambayo kila siku tunasali sala tano, walati hiya ubudul islami, na ndiyo nguzo ya Uislamu. Wa awwalu ma yuhasab bihi al-abdu, na ndilo jambo la kwanza kuhesabiwa kwalo mwanadamu, ndilo jambo la kwanza kuhesabiwa mja na Allah tabaraka wa taala yaumul qiyama. Bisalahiha sairu al-amal wa bifasadiha yufsidu sair al-amal, kwa kutengemaa sala matendo mengine pia ya mja hutengema, na kwa kuharibika sala matendo ya mja pia nayo huharibika. Haya ni maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Jambo la kwanza ambalo mja ataanza muhesabu, ataanza hesabiwa na Allah tabaraka wa taala yaumul qiyama ni sala. Sala ikiwa kamilifu mengine yatakamilika, lakini sala ikiwa na mapungufu na mengine yatakuwa na mapungufu. Hii ni kwa sababu gani ndugu zangu? Hii ni kwa sababu dhakara Allahu tabaraka wa taala fi kitabihi al-karim, ametaja Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake kitukufu, atharaha fi hayati al-muslim, athari ya sala katika uhai wa Muislamu. Swala ina faida gani na mwanadamu anayeiswali? Mja anapoamua kusimama akatekeleza swala tano kila siku, swala hii inaleta athari gani?
faida gani kwa mja huyu? Allah anasema katika suratul Ankabuti aya ya 45, anasema wa aqimis salata, nasimamisha sala, dumu katika hali ya kutekeleza sala tano. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, kwa sababu sala inaposwaliwa vilivyo, tabia yake kubwa, athari yake kubwa kwa mwenye kuitenda, inamzuia na mambo machafu na mambo maovu. Wa aqimis salata inna salata tanha anil fahshai wal munkar, nasimamisha sala, hakika ya sala inamzuilia yule mwenye kuitenda na machafu yote na maovu yote. Anasema al-Imamu Ibn Kathir fi tafsirihi al-Quranul Azim, Allah amrehem, maana ya Allah tabaraka wa taala kusema inna salata tanha anil fahshai wal munkar, anasema anna salata tashtamilu ala shay'aini, sala anayoiswali mja kumwelekea Allah tabaraka wa taala, sala hii huwa imeambatana na mambo mawili, huwa ina mambo mawili anapoitenda mja. Ala tarki alfawahisha, kwanza sala inamzuia mtu kuacha machafu, wal munkarati, na yote yanayomchukiza Allah tabaraka wa taala. Ikiwa mtu anasali halafu akaiona nafsi yake bado inarudi kwenye mabaya, maana yake bado hajaipatia sala. Siku akiipatia sala, hawezi akasali halafu akaenda teta, akaenda sengenya, akaenda tenda mbalimbali ya kumuasi Allah tabaraka wa taala. Kutoka kwa Abi Huraira, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye, anasema jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam faqal, alikuja mtu kwa mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na watu wake na amani, akasema kumwambia mtume, inna fulanan yusalli billaili, ewe mtume wa Allah, hakika ya fulani anasali sala za usiku, haumpiti usiku bali anasimama kusali. Fa idha asbaha saraka, lakini ajabu ya mtu huyu anayesimama usiku akaacha usingizi wake kusali, akiamka asubuhi anafanya wizi, anaiba. Huyu mtu anashtaki kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya tabia mbaya alionayo mtu yule anayemshtakia, pamoja na kuwa ni mwenye kusimama kutekeleza sala za usiku. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama jibu lake kwa mtu huyu likawa lipi? Akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, innahu sayanhahu ma taqulu, hakika yake huyu anayeiba, vitakavyomzuilia, kitakachomzuilia asiendelee kufanya wizi ni hayo unayoyasema wewe, ni kitendo chake cha kusimama usiku kuswali. Hiki anaendelea nacho ndicho kitakachomzuia na wizi. Swala inamzuia mtu na mambo machafu. Akiona mtu anasali, anavuta bangi, anasali, anafanya ya haramu mbalimbali, maana yake bado hajaweza sali vile ambavyo sala inataka iswaliwe. Ndugu zangu katika imani, watashtamilu salatu aidan ala dhikri llahi taala, na sala vile vile inashikamana, inaambatana na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Wa huwa almatlubu alakbar, na ndilo jambo kubwa ambalo mja analitafuta kwa Allah subhanahu wa taala. Walihadha qala Allah taala, na kwa sababu hiyo amesema Allah mtukufu, wala dhikrullahi akbar, hakuna jambo lililo kubwa, lililo jema kama mja kusimama katika namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sala tano. Wabiha ayuha alahibba tatmainu alqulub, na kwa kusali
Sala inakuwa ni sababu ya kutuliza moyo wa yule anayeitekeleza. Watartahu nufusu, na nafsi za wenye kusali inakuwa ni sababu ya kupata furaha na raha. Fabisababi dhalika, na kwa sababu ya hilo, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ilikuwa tabia ya mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na watu wake na amani, idha hazabahu amrun salla, anapohemewa na jambo, anapotingwa na mazito, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akikimbilia kuswali. Swala inamuondosha katika mhemko, kuhemewa alikonako, inamuondosha katika mazito alionayo, inapoza, inaleta utulivu wa nafsi, inaleta raha ya nafsi, raha ya moyo. Wa mathalu sala, na mfano wa sala vile ambavyo inaweza mkinga mja na machafu na yale yanayomchukiza na kumghadhibisha Allah tabaraka wa taala, na vile ambavyo inaweza mpa utulivu mja, inaweza mpa raha ya nafsi mja, inaweza mzuia mja na wizi na mengineyo, bali ndiyo inamfanya awe ni mwenye kumtaja Allah tabaraka wa taala. Ukiacha ibada hii ya sala, ibada nyingine ambayo athari yake ni nzuri kwa mja ni ibada ya zaka, kama Allah tabaraka wa taala anavyotuambia katika surati Tauba 103. Allah anasema, khudh min amwalihim sadaqa, Muhammad, chukua kutoka katika mali za wenye kujiweza, mali za matajiri, mali za waislamu wenye sifa ya kutoa zaka, chukua kutoka katika mali zao sadaka, zaka. Lengo la kuichukua zaka hii, sadaka hii kutoka katika mali zao, faida gani inapatikana kwao? Allah tabaraka wa taala anasema, tutahiruhum, kwanza sadaka hii unayoichukua kutoka katika mali zao itawatakasa, itawataharisha, itawasafisha. Watuzakihim biha, na itawatakasa wao kwa kuzidi endelea tenda matendo yaliyo mema na kujiweka mbali na matendo yaliyo mabaya. Ibn Saadi katika tafsiri yake anasema, tutahiruhum min adh-dhunubi wal akhlaqi ar-radhila. Allah tabaraka wa taala anaposema kumwambia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, khudh min amwalihim sadaqa, chukua kutoka katika mali zao sadaka, tutahiruhum, sadaka hii itawataharisha, itawasafisha. Maana yake itawasafisha wao kutokana na madhambi na tabia mbaya, tabia chafu, matendo yasiyompendeza na kumvutia Allah tabaraka wa taala. Mtu anayeishi katika maisha ya kutoa zaka, mali yake anaitolea zaka, sababu miongoni mwa sababu za athari nzuri inayopatikana kwa mtu huyu ni Allah tabaraka wa taala mtakasa, msafisha mtu huyu na shirki na matendo ya haramu. Lakini si hivyo, ataisafisha mali yake na mambo yote yanayohusiana na riba na yanayofanana na riba. Akaendelea sema Allah, watuzakihim, zaka inawatakasa watu. Nini maana yake? Ibn Saadi anasema, tunamihim watuzidu fi akhlaqihim alhasana, itawatakasa, itazidisha katika tabia zao njema. Mtu anatoa zaka kutokana na mali yake, akampa mwingine asiyejiweza, ili aondokane na umaskini alionao na hali ngumu alionayo na ufukara alionao. Hii ni huruma. Huruma hii itazidi kwa sababu ameingia katika kutekeleza ibada ya Allah tabaraka wa taala. Wa a'maluhum salihah, na watazidisha kutenda matendo mema. Atakuwa ni mtu mwenye maisha yaliyojaa katalogi ya kutoa kila siku katika yale yanayomlazimu kutoa. Watuzidu fi thawabihim ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya, na itawazidishia wao katika thawabu zao za dunia kadhalika kesho yaumul qiyama. Hii ni faida ya zaka ndugu zangu katika imani.
ambayo wameitelekeza watu, wameiacha watu. Wengi katika watu wanaoweza kutoa zaka hawatoi zaka, na ukiangalia wala si kingi katika mali inayofikia nisabu ya mtu, mathalan takriban shilingi milioni 10, anaitolea mtu zaka ya 2.5. Lakini jambo hili linawashinda wengi katika wale wanaosema wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na wengine wanaotoa hawaitoi katika namna ya zaka, anaitoa katika namna ya kumpa mtu kipato cha siku moja. Pengine akaweza mtu kupata mlo wa siku moja ukapita, na zaka ni jambo linalomtoa mtu katika mkwamo wa kiuchumi. Fakiri, masikini, asiyejiweza, mwenye madeni akaweza pewa zaka. Pengine mtu zaka yake kwa mwaka ni milioni 10, milioni 20, milioni 50, akaweka fungu kwa mtu la kumwezesha mtu huyu na yeye pia mwakani awezi ondokana na umasikini alionao, akapata sifa pia ya kutoa zaka. Lakini mtu ana zaka yenye thamani ya milioni 50, anagawa kwa watu shilingi 5,500, shilingi 10,010, shilingi 20,20, anasema ametoa zaka kwa watu. Ndugu zangu katika imani, ukitoa swala lakini pia zaka inayozidisha mali ya mtu, inalinda mali ya mtu na kumzidishia matendo ya kiibada na tabia njema. Lakini pia ibada nyingine ni asiyam, ni ibada ya funga. Athari yake na ubora wake, fahuwa wiqayatun, funga kwanza ni kinga. Yeyote mwenye kusimama akafunga kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, huyu ametengeneza kinga inayomkinga na maasi, kinga inayomkinga na maovu. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama ameyasema haya, as-sawmu junna minan nari. Funga anayosimama kuitekeleza mmoja wenu ni kinga inayomkinga na moto wa jahannam. Funga inamsababisha mtu kuwa mcha Mungu mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna. 183 suratul Baqara. Enyi ambao mmeamini, imefaradhishwa kwenu funga kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, lengo ili mpate kuwa wacha Mungu. Hakuna sababu nyingine, hakuna lengo jingine. Lakini funga, ndugu zangu, ni ibada ambayo ina matunda ya kipekee kwa mwenye kuifanya. Katika hadithul qudsi Allah tabaraka wa taala anasema, kullu amali ibni adam, matendo yote ambayo mja ayatenda katika maisha haya ya dunia, lahu, ni yake yeye, illa saumu, isipokuwa funga peke yake, fa innahu li wa ana ajizi bihi, funga ni yangu mimi na mimi ndiye mwenye kuilipa. Hii ni kuonesha ibada hii ni ibada ambayo malipo yake hayana kikingamizi, hayana kiwango, hayahesabiki mbele yake Allah tabaraka wa taala. Yeyote mwenye kuishi hali ya kuwa amesimama akitekeleza fardhi ya funga, sunna za funga, hakika mtu huyu ana malipo makubwa yaliyo manono mbele yake Allah tabaraka wa taala. Lakini pia katika ibada Allah tabaraka wa taala ameisema kwetu sisi hija ina athari ma la yuhsa, zisizohesabika, athari zilizo nzuri kwa mja, inamletea mja thawabu kubwa, thawabu nyingi, thawabu zisizo na kiwango. Lakini si hivyo ndugu zangu, inampatisha mja hija manufaa ya kidunia kadhalika ya kesho yaumul qiyama. Bali hija inamletea mtu utulivu wa nafsi na kufunguka kifua chake kuwa na raha mbele ya Allah tabaraka wa taala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, man hajja hadha albayta falam yarfuth walam yafsuq
rajaa kama waladatuhu ummu. Yeyote mwenye kuihiji nyumba hii, anaionesha Al-Kaaba, anawaambia masahaba zake, kisha katika kutekeleza kwake ibada hii asifanye machafu, asifanye maovu, asijiingize katika magomvi na watu, mtu huyu wakati anarejea katika mji wake ni kama vile amezaliwa mara ya kwanza toka katika tumbo la mama yake. Nani asiyejua ndugu zangu, sote sisi mara ya kwanza tunazaliwa, tunakuja duniani, hatuna madhambi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, rufi'a alqalamu an thalathatin, kalamu ya kuandika mazuri ya mja na mabaya ya mja imenyanyuliwa kwa watu aina tatu, haiandiki mabaya wala mazuri. Katika hao as-saghiru hatta yablugha, mtoto mdogo mpaka atakapobalee. Sasa mja anazaliwa mara ya kwanza toka katika tumbo la mama yake, hana dhambi. Ndivyo alivyo mja, hata kama ameishi katika hii dunia, ana miaka 80, ana miaka 90, ana miaka 50, akafanya maovu, akafanya machafu mbalimbali, akaamua kurudi kwa Allah, akasafiri kwenda tekeleza ibada ya hija, akaifanya hija pasina kutenda machafu wala maovu wala kugombana na watu. Takaso la machafu yote aliyoyatenda kwa miaka 80, kwa miaka 50, ni kusafishwa na Allah tabaraka wa taala, kwa kuondolewa madhambi yake, kwa kupanguswa na madhambi yake, kwa kuoshwa na madhambi yake. Anarudi nyumbani kwake kana kwamba kazaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hizi ndizo athari njema zinazopatikana katika ibada ya hija. Akasema tena Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal hajjul mabrur, na hija iliyotakata, iliyofanywa na mfanyaji wake vile inavyosema Qur'ani na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Mtume, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hija iliyotakata haina malipo kwa mtendaji wake mbele ya Allah tabaraka wa taala isipokuwa pepo peke yake. Ibada ya hija athari yake njema kwa mtendaji ni kumruzuku pepo. Lakini si hivyo ndugu zangu katika imani. Akasema tena Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tabi'u baina alhaji wal umra, anashajiisha watu wa umma wake, mimi na wewe, fuatisheni kati ya hija na umra. Umetekeleza hija, nenda katekeleze umra. Umerudi katekeleze hija, katekeleze umra. Faida yake nini ya kufanya ibada mbili hizi, ewe Mtume wa Allah? Mtume anasema, fa innahuma yanfiyani alfaqra wadhunuba kama yanfi alkiru khabath alhadid. Hakika ya mtu anayefanya ibada ya hija akaenda fanya umra akarudia hivyo, viwili hivi vinafuta ufakiri kwa mtu, vinaondosha madhambi kwa mtu. Kama vile unavyoona wewe imetumika chemical ya kuondosha kutu kwenye chuma. Chuma kilikuwa na kutu, kinatiwa chemical, kinaondoka chuma yote, kutu yote, kinabakia cheupe kana kwamba hakikuwa na kutu. Ndivyo ilivyo hija na umra, faida na athari yake kwa yule ambaye anaitenda. Ufakiri baibai, lakini si hivyo, madhambi pia baibai. Vipi mtu afanye ibada ya kuruzukiwa pepo alafu mtu huyo akabakia na dhambi? Ndugu zangu katika imani, ibada ya hija hakika inamtakasa mtu, lakini si inamtakasa mtu, inamuosha mtu na madhambi yake, lakini pia inambakisha msafi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Si ibada hizo peke yake, ndivyo zilivyo ibada nyingine zote ambazo Allah tabaraka wa taala amezifaradhisha kwetu. Akisimama mtu akamtii Allah tabaraka wa taala kwa kusoma Qur'ani, Qur'ani itajamuombea kesho yaumul qiyama, siku ambayo waja watakuwa wanatafuta uombezi, hakuna mwenye kuombea. Qur'ani itasimama, ya Rabbi, huyu duniani aliacha mambo yake muhimu akakaa kuyasoma maneno yako, alinisoma, ninaomba mimi umfanyie kadha wa kadha, mpunguzie adhabu, muondolee adhabu.
Qur'ani ni kiombezi cha waja wale walioshikamana nayo kesho yaumul qiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia miongoni mwa athari za Qur'ani kwa yule ambaye ameisoma, ameihifadhi, ni sababu ya ulinzi ambao kila mja anautafuta katika maisha ya dunia. Tunajua tunaishi katika hii dunia, wako waja waliomkengeuka Allah, wameamua kuishi maisha ya kichawi, wameamua kuishi maisha ya kihasidi, wameamua kuwa ni wenye vijicho, ni watu wenye khiana, bali kuna maibilisi wa kijini na kibinadamu. Wote hawa wanamtafuta mwanadamu yule anayemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, aliyehifadhi Qur'ani, mwenye kuisoma Qur'ani, uradi wake Qur'ani. Mtu huyu hakika ana ulinzi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama hata akafikia fananisha mwenye Qur'ani na asiye na Qur'ani ni kama vile jumba bovu. Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani kalbayti alkharab, hakika ya yule ambaye hana chochote katika kifua chake miongoni mwa Qur'an ni kama vile jumba bovu, hana ulinzi. Ukimwijia uchawi unampata, vijicho vikija vinampata, husda zikija zinamhusudu, mashaitani wa kijini wakija wanamvaa na yanayofanana na hayo. Lakini si hivyo, pia kumtaja Allah tabaraka wa taala ni miongoni mwa ibada kubwa ambazo miongoni mwa matunda yake yule anayemtaja Allah tabaraka wa taala muda wote, Allah humteremshia ulinzi wa malaika wake watukufu. Lakini si hivyo, katika ibada zenye kuleta athari njema, athari nzuri kwa mja katika maisha ya dunia kadhalika kesho yaumul qiyama, ni kuwafanyia wema wazazi wawili, kuunganisha udugu baina ya wanandugu. Lakini si hivyo, kuishi maisha ya kuoneana huruma na wanadamu wenzi wako na kusimama kutekeleza aina mbalimbali za mema ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaelekeza, ameyafundisha, ameamrisha kwetu. Ibadullah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, la budda min itiqani alibadati wa la budda min alikhlasi fiha wa mutaba'ati nabii Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kilicho muhimu kwetu ili ibada hizi athari zake ziweze thibiti katika maisha yetu, ni lazima tuhakikishe tunazifanya kwa uzuri. Ukisimama kuswali, swali vile alivyoswali Mtume, ipatie swala. Ukisimama kufunga, funga vile inavyotaka funga. Ukisimama kutoa zaka, itoe zaka vile inavyosema Qur'ani na alivyoelekeza Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Lakini si hivyo, ukitekeleza ibada ya hija, itekeleze vile alivyofundisha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Hakuna ibada ambayo wewe wasimama ifanya umepewa ruhusa uifanye kwa matashi ya akili zako na nafsi yako. La, zifanye ibada hizo kwa vile anavyosema Allah na alivyozifundisha na kuzifanya Mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na tujue na tutambue, awalu man yujna thimaruha anta, mtu wa kwanza anayevuna, anayepata matunda mazuri ya hizo ibada ni wewe, hakuna mtu mwingine. Ina maana ukiifanya kwa kuipatia, umejitengenezea matunda yaliyo mengi mazuri yatakayokuneemesha duniani kadhalika kesho yaumul qiyama. Na ukiifanya kihovyo hovyo, udabakia katika mazingira ya hovyo hovyo na hasara itakuwa kwako. Na haya yasema Allah tabaraka wa taala. Allah anasema katika suratul Nahl aya ya 97, man amila salihan min dhakarin au untha, yeyote mwenye kufanya jema katika wanamume au wanawake, wa huwa mu'minun, hali yakuwa ni mu'min mbele ya Allah tabaraka wa taala, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, mtu huyo tutamjalia maisha yaliyo mazuri katika dunia hii, ataishi maisha yaliyo mazuri. Haya ni matunda nambari moja anayoyapata mtu ambaye amefanya ibada kwa kuipatia vile inavyotaka ibada hiyo. Anaruzukiwa maisha mazuri kwenye hii dunia. Wala najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa
wao ujira ulio mzuri kwa mazuri waliokuwa wakiyafanya katika maisha haya ya dunia kesho yaumul qiyama. Ya Rabbi, tunakuomba utujalie tuwe ni wenye kuzipatia ibada zetu na tuzifanye kwa namna ile ambayo alizifanya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Tuepushe na mazushi na yote yasiyofaa katika ibada zetu. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al-barru al-karim. Inna min athari al-ibada, hakika miongoni mwa athari za ibada, wa nahnu bihajatin, na sisi kwa hakika tuko katika haja, katika shida, katika hitaji kubwa la kuhitaji athari njema kwa ibada ambazo tunazifanya katika hali ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, athari hizi katika ibada zetu haziwezi tupata illa bitahaqqiqi min khilali hadhihi alibadati biidhnillahi taala, isipokuwa ni kwa kuzihakiki ibada hizi ambazo sisi tunazifanya katika hali ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala, kuzihakiki kwa kuzipatia kwamba nafanya ibada vile inavyotaka ibada yenyewe, na ibada haitaki yenyewe ila kwa maelekezo ya Qur'ani na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah tabaraka wa taala akasema mfano, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao mmeamini mcheni Allah, muogopeni Allah, lakini mkimaliza kumwogopa Allah tabaraka wa taala fanyeni ibada ya kuwa ni wenye kusema yaliyo ya haki, yaliyo ya kweli. Allah subhanahu wa ta'ala anawarudisha watu katika ibada ya kuwataka wawe wa kweli katika maisha haya ya dunia kwa maneno yao na matendo yao. Halafu kisha Allah akasema ni matunda yapi anayoyapata mtu ambaye amesimama akiishi katika maisha ya kutenda ibada ya kuwa mkweli kwa maneno yake na matendo yake. Yuslih lakum amalakum, Allah atakutengenezeni mambo yenu yaliyoharibika. Una shida za riziki, Allah atazitengeneza kwa sababu wewe unasema na unatenda yaliyo ya kweli. Familia yako imesambaratika, Allah ataitengeneza kwa sababu wewe unatenda na unasema yaliyo ya kweli. Una mkwamo katika maradhi, Allah tabaraka wa taala atakuponya kwa sababu wewe unatenda na unasema yaliyo ya kweli. Allah hatukutengenezeni hayo tu yaliyoharibika peke yake, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Waja wana mizigo ya madhambi. Hakuna mja ambaye aweza simama mbele ya Allah, akasimama mbele ya wenzake akajigamba kwamba yeye ni msafi, hana dhambi. Kila mja anaitambua nafsi yake vipi alivyolimbikiza mzigo wa madhambi. Allah anafuta madhambi ya waja kwa waja hawa tu kutenda ya kweli na kusema ya kweli katika maisha haya ya dunia. Akasema Allah, waman yuti'i llaha wa rasula faqad faza fawzan adhima, na kwa hakika yeyote anayeishi katika maisha haya ya dunia hali ya kuwa akimtii Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, hakika mtu huyu amefuzu, kufuzu kuliko kukubwa. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine, sayadhakkaru man yakhsha, watakumbuka, watazingatia wale wenye kutenda ibada ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Yeyote mwenye kumwogopa Allah, mwenye kuivaa ibada hii, akaishi nayo, akatembea nayo, akakaa nayo, akawa nayo, inakuwa ni sababu ya kumkumbusha kuacha maovu, kuacha maasi na kurudi katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Fa inna khashyata Allah ta'ala tujibu lil'abdi al-inkifaf 'ani al-ma'asi was-sa'i bil khairat. Kwa sababu kumwogopa Allah ni jambo linalomwajibisha mja kumzuia na machafu na mabaya na kumrudisha katika kufanya yaliyo mazuri yanayomfurahisha na kumpendezesha Allah tabaraka wa taala. Fa'ala almuslim an yahrisa ala alibadat,
Ni juu ya Muislamu ndugu zangu, ni juu yenu kuhakikisha mnapupia kutekeleza aina mbalimbali za ibada. Wa anta amalu hadhihi alibadati, na mzitende ibada hizi ala itikani kama shara Allahu tabaraka wa taala, kwa kuzipatia kama alivyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ishini nami mwishoni mwa hutuba yangu bihadhihi alqissati alajiba, na hiki kisa cha ajabu kilichomtokea injinia mmoja aliyekuwa ameajiriwa katika kampuni lenye kujishughulisha na ujenzi wa majumba. Amefanya kazi injinia huyu katika kampuni hii kwa miaka mingi mpaka amefikia umri wa kustaafu. Anajiona sasa umri wake, nguvu tena za kumudu kupanda juu ya magorofa, kuning'inia juu ya nondo, hana uwezo. Karudi kwa mkurugenzi wa kampuni kumwelezea hali halisi ya umri wake, lakini pia afya yake, na kwamba yeye anahitajia kuacha kazi, apumzike sasa ili aweze ulea uzee wake katika namna isiyokuwa ya kujitaabisha vile alivyojitaabisha katika maisha ya ujana. Mkurugenzi akamwambia, sisi tunakukubalia, tumepokea maombi yako ya kustafu, lakini tunaomba ufanye kazi ya mwisho ya kujenga nyumba hii. Ramani hiyo, eneo la kujenga hilo, kila kitu hichi hapo, kama ambavyo ulikuwa ukipata mahitaji ndivyo ambavyo unayapata. Ijenge hii nyumba, halafu baada ya kumaliza itakuwa ndio mwisho, tutakupa stahiki zako zote na utakuwa rasmi umestafu kazi katika kampuni yetu. Bwana ana hamu ya kustafu, ana hamu ya kupumzika. Kazi kwa miaka mingi zimemchosha, akaijenga hii nyumba kwa kasi, tena pasina kuwa na makini kuzingatia vipimo, pasina kuzingatia lesho ya nguzo, anamwagaje zege, tofari zina ubora kiasi gani. Kazi yangu ya mwisho namaliza, tawapa nyumba yao basi. Alipomaliza ana furaha, akakamilisha kwa muda mchache, ana funguo za nyumba, anakabidhi kwa mkurugenzi apokee barua yake ya kustafu na kupata stahiki zake akale uzeeni. Mkurugenzi anamwambia, hadha almanzil laka hadiya, hii nyumba tuliokuambia iwe ndiyo nyumba ya mwisho kuijenga, kuisimamia wewe kuijenga katika kampuni yetu, ni nyumba ambayo sisi tulikusudia utapomaliza ijenga tukupe wewe zawadi yako, zawadi nambari 1 ya kutufanyia kazi iliyotukuka kwa miaka mingi na kuipatisha faida kampuni yetu na kuipa jina na sifa na watu wakapenda kazi zake. Yule bwana anapokea funguo zile alizokuwa anazitoa, nafsi yake imejaa majuto ambayo hayana faida naye kwa muda huo. Alijenga hii nyumba pasina kuzingatia viwango, pasina kuzingatia ubora wa material, amalize akaende kustafu, kumbe nyumba yenyewe ndio yeye anaenda kuishi katika nyumba isiyo na ubora, na yeye ni injinia aliyeipatia kampuni sifa lukuki. Mfano huu ndugu zangu, hiya ibada, ndio mfano wa ibada ambazo mimi na wewe tunazifanya. Fi nihayati laka, mwisho wa ibada zote ni wako wewe. La budda min itiqaniha wal hirsi alaiha, ni lazima uhakikishe unazifanya kwa uzuri na upupie kuzifanya kwa uzuri. Fallahu ghaniyun, Allah tabaraka wa taala amejitosha. Ibada hizi ambazo mimi na wewe tunazifanya hazimpi faida ya lolote, na tukiacha kufanya hapati hasara ya chochote, bali faida ya ibada hizi ni yetu sisi, na kuacha kuzifanya ibada hizi ni hasara kwetu sisi.
tuhakikishe tunazifanya kwa uzuri, ili kesho yaumul qiyama ziende zikatugomboe kwa kutupa malipo mazuri ya pepo, hali ya kuwa tayari zilikwisha tupa athari iliyo njema katika maisha haya ya dunia kabla hatujaondoka, kama vile kusali ikawa ni sababu ya kukaa mbali na machafu na ya haramu, ukaishi ukawa ni mja mwema mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ya Rabbi, tunakuomba ujalie athari iliyo njema kwenye ibada zetu ambazo sisi tunazifanya katika maisha haya ya dunia, na tunakuomba utuepushe na utuweke mbali na kuzitenda ibada kwa kuzilipua hali ya kuwa hatuna elimu nazo, na muda mwingine tukazifanya kwa wanavyotaka watu na si unavyotaka wewe wala mtume wako Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'il arba' wa anil baqiyati ashabi rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sahhil lana mimma nurid wa najina mimma nakhaf bifadlika ya latif. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir li ahli al-qubur min al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat birahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal judhami wal junun wa sayyi al-asqam birahmatika ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.